Karibu sana watazamaji wapenzi kwenye simulizi yetu mpya ya kusisimua. Leo tutasafiri hadi kijiji cha Mikoloshini, tukifuata maisha ya Viana, binti mwenye moyo safi aliyejifunza kuwa subira, matumaini na upendo vinaweza kubadilisha hata maisha yaliyojaa changamoto. Kabla hatujaanza, usisahau kulike, kucomment, kushare na kusubscribe kwenye channel yetu ili usikose simulizi nyingine za kufundisha na kufurahisha. Sasa, tuanze simulizi yetu. Katika kijiji cha Mikoloshini, kijiji kilichozungukwa na misitu minene, mito midogo yenye maji ya baridi na mashamba yaliyotapakaa kwa mbali, aliishi bibi mmoja mzee sana anayejulikana kwa jina la Bi Zaituni. Bi Zaituni alikuwa na umri wa takribani miaka 65, lakini bado alikuwa mchangamfu, mwenye busara na mwenye moyo mweupe uliojulikana na watu wote wa kijiji. Alikuwa mjane kwa muda mrefu, hivyo maisha yake yote ya uzeeni aliyawekeza katika kuwatunza wajukuu wake watatu: Jenny, Julieth na Viana. Hao watatu walikuwa kama mchana na usiku, walitofautiana kila jambo, kuanzia tabia, maadili mpaka muonekano. Jenny na Julieth walijulikana kama mabinti warembo wa kijiji kizima. Urembo wao ulikuwa gumzo. Macho yao yalimeremeta kama maji ya chemchem, nywele zao zilikuwa nyeusi na ndefu, zikitikisika kiurahisi pale upepo wa jioni unapovuma kutoka milimani. Kila walipopita, vijana wa kijiji waligeuka na kutabasamu, wengine wakilegea kama wamepitiwa na upepo mzito wa upendo. Wengine hata waligombana kwa sababu ya kujaribu kumvutia mmoja wao. Lakini kulikuwa na binti mwingine katika familia, Viana. Binti aliyezaliwa wa mwisho katika kundi hilo. Tofauti na Jenny na Julieth, Viana alizaliwa na sura mbaya, kama watu kijijini walivyopenda kusema. Uso wake haukuwa na mvuto, macho yake hayakuwaka kama ya dada zake, na midomo yake ilikuwa imepinda kiasi fulani. Mara nyingi watu walimtazama kwa huruma, wengine kwa kejeli, na wengine kwa kutojali kabisa. Cha kushangaza, Viana hakuwa mtu wa kulalamika. Alikuwa mpole kupita maelezo, mnyenyekevu na mwenye moyo wa huruma ambao hata dada zake hawakuwahi kuonesha. Lakini Jenny na Julieth hawakuwahi kumhurumia. Badala yake, walimcheka kila wanapopata nafasi. "Viana, hiyo sura yako sijui nani atakuja kukuoa," wangesema huku wakicheka kwa sauti, macho yao yakimeremeta kwa maringo. Mara nyingine wangejifanya wanamshauri, lakini kwa kejeli. "Angalia sisi tulivyo, hata ukipakwa mafuta ya mgando hutabadilika." Na kicheko cha kike cha dharau kingefuatia. Bi Zaituni mara nyingi aliguswa moyo na maneno ya mabinti zake hao wawili. Mara nyingi alikemea, "Nyie mabinti muache kumnyanyasa ndugu yenu. Uzuri si kila kitu." Lakini Jenny na Julieth walitikisa mabega tu, hawakuchukua maneno hayo kwa uzito. Kwao, dunia ilikuwa rahisi kwa sababu walikuwa warembo. Walijua kila mtu aliwapenda, na kila kitu walichotaka watu walikuwa tayari kuwapatia. Mbaya zaidi, mabinti hao walikuwa wavivu. Walijiona kama malkia wa nyumba ya Bi Zaituni. Hawakuwahi kushika jembe, hawakuwahi kufua, hawakuwahi kukimbia nje kumpokea bibi yao akirudi sokoni. Badala yake, walipenda kujipamba tu, kujipaka mafuta, kusuka nywele, kuvaa magauni mazuri, na kwenda kijijini kuwatikisa vijana. Kila kazi ya nyumba iliangukia mikononi mwa Viana. Yeye ndiye aliamka mapema zaidi, mara nyingi kabla ya jogoo kuwika. Alifagia, alipika, aliosha vyombo, alichota maji, alifua nguo za wote, halafu bado angeenda shamba na kumsaidia bibi sokoni ikiwa alihitaji msaada. Muda mwingine aliporudi na uchovu mwilini, Jenny na Julieth walimkaribisha na maneno ya kejeli. "Pole mama wa kazi. Hebu tuletee maji ya kunywa, tunasikia kiu." Na walipita wakicheka kana kwamba hawakumuona kama binadamu anayechoka. Lakini Viana hakuwa na chuki moyoni. Hakuwahi kujibu mabaya kwa mabaya. Alijua kwamba kwanza bibi yake alimtegemea, na pili aliamini Mungu alikuwa na mipango mizuri kwake. Mara nyingi usiku alilala akiwa na mawazo mazito, lakini hakuwahi kulia. Alijipa moyo mwenyewe, labda uzuri si wa sura tu. Labda siku moja nitaonekana kwa mtu atakayenithamini. Bi Zaituni alimpenda sana Viana kuliko wote. Mara nyingi alimuita chumbani kwake kumpa maneno ya faraja. "Mjukuu wangu, moyo wako ni mrembo kuliko uso wa mtu yoyote. Usijali wanavyokuona. Kila mmoja anayo siku yake duniani." Maneno hayo yalikuwa kama dawa. Viana aliendelea kuishi, akifanya kazi kwa upendo,
akivumilia kila kejeli, akitumaini siku moja kutakuwa na mwanga kwenye giza la maisha yake. Lakini bado hakujua kwamba maisha yake yalikuwa karibu kubadilika. Wakati Jenny na Juliet walijivunia uzuri wao na kujiona watashinda dunia, Viana alikuwa amedharauliwa na kutengwa. Siku zote, hata katika mazingira magumu yaliyomkuta, Viana aliendelea kuishi kwa matumaini makubwa. Alijua maisha hayakuwa rahisi kwake, si kwa sababu ya kazi nyingi alizobebeshwa, bali kwa namna watu walivyomchukulia kutokana na muonekano wake. Lakini tofauti na dada zake, moyo wa Viana haukuwa mchungu. Alikuwa msichana aliyekubali hali yake, na kila siku aliamini kesho ingeweza kuwa bora zaidi kuliko leo. Bi Zaituni, bibi yake, alikuwa nguzo yake kubwa. Mara nyingi usiku walikaa pamoja nje ya nyumba, wakitazama nyota zikiwaka juu ya anga la kijiji cha Mikoroshini. Nyota hizo ziliwakilisha matumaini kwa Viana. Bibi yake alimshika mkono na kumwambia, "Usikate tamaa mjukuu wangu. Mtu mwenye moyo kama wako Mungu hawezi kumwacha. Kila jambo lina wakati wake. Dada zako wana uzuri wa sura, lakini wewe una uzuri wa roho, na huo ndio uzuri unaodumu." Maneno hayo yalikuwa kama mafuta ya kutia nguvu. Kila alipokata tamaa, Viana aliyaumba moyoni na kujiambia, "Kama bibi ananiamini, basi nami najipa nguvu." Alikuwa anamtumikia bibi yake kwa upendo, akiamini siku moja maisha yangemletea neema. Lakini dunia haikumuonea huruma. Siku moja, jioni ile yenye upepo mzuri uliotoka msituni, Viana, Jenny na Juliet walikuwa wametoka kuchota maji kwenye kisima cha kijiji. Walitembea wamebeba ndoo zao juu ya vichwa. Njia ile ilipita katikati ya vichaka na mashamba madogo yaliyozunguka kijiji. Jenny na Juliet kama kawaida walikuwa wakiongea kwa sauti juu ya uzuri wao. Walipofika katikati ya njia, walikutana na vijana watatu watanashati kutoka kijiji cha jirani. Vijana wale walikuwa maarufu kwa mvuto wao, nguvu zao, na jinsi walivyokuwa na heshima sokoni. Walikuwa wamevalia mavazi safi, harufu nzuri ikiwafuata kama upepo wa maua. Waliposimama mbele ya mabinti wale watatu, macho yao yalielekezwa mahususi kwa Jenny na Juliet, kana kwamba ulimwengu ulikuwa umesimama. "Habari zenu mabinti," mmoja wao alisema kwa sauti ya kuvutia. Jenny na Juliet walicheka kwa maringo, wakapunguza mwendo na kushika kiuno kama wamesimama jukwaani. Walijua wamependeza, walijua wanavutia, na walijua vijana wale walikuwa wanawaangalia wao, si mwingine. Viana, aliyekuwa nyuma akitembea kwa unyenyekevu, hakuambiwa hata neno. Wale vijana walimtazama kwa sekunde moja tu, kisha wakapita macho kana kwamba hawakumuona kabisa. Hawakuvutiwa naye hata kidogo, sio kwa urembo, sio kwa mavazi, wala kwa tabasamu lake dogo na la aibu. Jenny alitabasamu kwa kujivuna na kumnong'oneza Juliet, "Haya sasa, ona tofauti ya watu. Hata wageni wanashtuka wakimwona Viana." Juliet akacheka kwa sauti, "Acha tu. Viana mwenyewe anajua hana soko." Viana alisikia kila neno, lakini hakujibu. Aliendelea kutembea kimya kimya, macho yake yakitazama ardhi kana kwamba angezama ndani yake apotee. Haikupita muda, wale vijana watanashati waliendelea kuwaona Jenny na Juliet mara kwa mara. Walipita kijijini kwa shughuli za biashara. Kila walipowaona dada hao wawili walikuwa wameshafungwa na uzuri wao. Maongezi yalizidi, vicheko vikaongezeka, na hatimaye vijana wawili kati yao walivutiwa sana na Jenny na Juliet. Siku moja, baada ya muda mfupi tu wa kujuana, vijana hao walienda nyumbani kwa Bi Zaituni, wakiwa na wakubwa wao, kupeleka posa. Ilikuwa shangwe kubwa. Watu wa kijiji walikusanyika kushuhudia tukio hilo muhimu. Jenny na Juliet walishangaa kuona ndoto zao zinatimia haraka kiasi hicho. Baada ya kikao kifupi, mabinti hao walichumbiwa rasmi. Mazungumzo ya harusi yalipangwa, na ndani ya muda mfupi waliolewa kijijini pale pale. Harusi zao zilikuwa gumzo, ngoma, ngurumo za vigelegele, mavazi mazuri, na kila mtu akizungumza jinsi walivyopendeza. Lakini kwenye shangwe hizo, kulikuwa na mtu mmoja tu aliyesimama pembeni kwa utulivu: Viana. Hakuwa kupewa zawadi, hakuwa kupigiwa makofi, hakuwa kupewa shukrani. Watu wengi walipita wakimtazama kwa huruma, wengine kwa kejeli. Wakati Jenny na Juliet walipokuwa wakiondoka kwenda kwa waume zao, walimgeukia Viana na kumtazama kwa tabasamu la dharau. "Wewe Viana, utazeekea hapa kwa bibi. Hakuna mwanaume atakaye kuja kukuoa." Kisha wakacheka wakipanda kwenye pikipiki zilizoenda kuwapeleka kwa waume zao. Maneno hayo yalikuwa makali kama kisu kilichochorwa na moto. Yalikata ndani kabisa ya moyo wa Viana.
lakini kama kawaida hakulia mbele yao. Aligeuka taratibu, akarudi ndani na kumkumbatia bibi yake kwa upole. Bi Zaituni alimsoma machoni bila kuuliza. Aliweka mkono juu ya bega lake na kusema, "Usihuzunike mjukuu wangu. Kila mtu ana wakati wake." Na hapo ndipo moyo wa Viana ulipojipa nguvu. Pamoja na maumivu aliyopitia kutokana na maneno ya dada zake, subira na matumaini ya Viana hayakuwahi kukauka moyoni. Aliamini kuwa maisha ni safari ndefu yenye milima na mabonde, na hata alipokuwa akiumia, alijipa nguvu kwa kukumbuka upendo wa bibi yake. Kwa Viana, Bi Zaituni ndiye alikuwa ulimwengu wake, nguvu yake, faraja yake na rafiki wa karibu zaidi. Bi Zaituni kwa upande wake, alizidi kumtia moyo. "Mjukuu wangu," alikuwa akisema mara kwa mara, "moyo wako una nuru ambayo watu wengi hawaioni. Siku yako ikifika, watu wote watajua thamani yako." Maneno hayo yalijaa hekima na upendo, yakamfanya Viana kuendelea kusimama hata pale dunia ilipomsukuma kuanguka. Kazi za nyumbani ziliendelea kuwa nyingi, lakini Viana hakuwahi kulalamika. Aliamini kumtumikia bibi yake ni baraka, na kila alipoona tabasamu la bibi ya kila chakula alichopika, alihisi amefanya jambo la maana zaidi ya uzuri wa sura. Siku moja, jioni yenye utulivu mwingi, anga lilikuwa limefunikwa na rangi ya machungwa iliyopambwa na miale ya mawingu meupe. Viana alichukua ndoo yake kama kawaida na kuelekea mtoni kuteka maji. Upepo ulipepea taratibu ukicheza na sketi yake, na sauti ya maji iliyokuwa ikipiga mawe ilitangaza utulivu wa mazingira ya Mikoloshini. Alipofika mtoni, alichota maji na kuweka ndoo pembeni ili apumzike kidogo. Safari yake ya kila siku kwenda mtoni ilikuwa muda wake wa kupumua, kufikiria na kutuliza mawazo. Mara nyingi aliangalia maji yakitiririka na kujiambia, "Kama maji haya hayasimami, basi hata mimi sitakubali kukwama." Akiwa katika mawazo hayo, macho yake yalivutwa na kitu kilichong'aa pembeni ya mto. Mwanga wa jioni ulirushwa juu ya kitu hicho na kukifanya kimeremete kana kwamba kilikuwa na roho ndani. Viana alinyanyua kichwa na kukikazia macho. Kilikuwa jiwe dogo, zuri kupita kawaida, lenye rangi iliyochanganya bluu iliyokolea na vitu vinavyometameta kama almasi. Lilikuwa tofauti na mawe yote aliyowahi kuyaona mtoni hapo. Akasogea kwa tahadhari, akainama na kulipapasa kwa vidole. Lilikuwa laini kuliko mawe mengine, kama kwamba limepakwa mafuta ya kung'arisha. Alilishika mkononi, akalihisi uzito wake, na harufu ya udongo mtoni ikachanganyika na upepo wa jioni uliopita upande wa pili. "Ni zuri sana," Viana alinong'ona. Hakujua ni kwa nini alitamani kulitunza, lakini lilimvutia kwa namna ya ajabu. Kwa mara ya kwanza katika siku nyingi, kitu kilimfanya atabasamu bure. Aliliweka ndani ya kanga yake na kuinua ndoo ya maji kichwani. Huku akitembea kurudi nyumbani, mara kwa mara aliangalia kanga yake na kuhakiki kuwa jiwe hilo bado lipo. Kulikuwa na kitu kisichoelezeka kilichomvuta kwake. Alipofika nyumbani, bibi yake alimkaribisha kwa tabasamu. "Umerudi mapema leo mjukuu wangu," Bi Zaituni alisema huku akiegemeza bakora yake. "Ndiyo bibi, leo maji yalikuwa karibu zaidi," Viana alijibu, ingawa hakutaja chochote kuhusu jiwe hilo. Alijihisi bado anahitaji kulielewa kabla ya kumweleza mtu yoyote. Baada ya kupumzika kidogo, aliingia jikoni na kuanza kupika chakula kama ilivyo kawaida yake: ugali, mboga za majani na maharage. Bi Zaituni alipenda sana kumwangalia mjukuu wake akifanya kazi. Alikuwa akisema mara nyingi, "Moyo wako unapika chakula kitamu kuliko viungo." Walikaa pamoja sakafuni na kula huku wakiongea kuhusu siku yao. Licha ya uchovu, Viana alijisikia vizuri kuwa karibu na bibi yake. Upendo wao ulijaa utulivu na heshima ya kipekee. Baada ya chakula, Viana alichukua vyombo na kuviosha, kisha akampeleka bibi yake kulala. Baada ya kuhakikisha bibi yake amelala salama, aliingia chumbani kwake akiwa amelishikilia jiwe lile kwa makini. Alilikagua kwa mwanga mdogo wa taa ya koroboi, likiangaza kama lina pumzi. Alililaza kwenye meza ndogo pembeni ya kitanda, akaingia chini ya blanketi lake na akapumua kwa kina. Kuna jambo lisilo la kawaida lililoambatana na jiwe lile, lakini hakuweza kulielewa bado. Akaweka kichwa chake kwenye mto na taratibu macho yake yakajifunga. Asubuhi iliyofuata ilikuwa tulivu kuliko kawaida. Ndege waliimba kwa sauti ya furaha nje ya dirisha, na upepo mwanana ulivuma taratibu ukicheza na mapazia ya kitanda cha Viana. Aliyafumbua macho yake polepole, akijinyanyua huku akihisi mwili wake umepona uchovu wa jana.
Alijisikia vizuri kiasi cha kutabasamu bila sababu, labda kwa sababu ya lile jiwe zuri lilokuwa ameliweka pembeni ya kitanda chake. Alitandika shuka na kuanza kuelekea nje ya chumba, lakini aliposimama mlangoni, macho yake yalipanuka kwa mshangao wa ghafla. Nyumba ilikuwa safi kupita maelezo. Sakafu ilikuwa imefagiliwa na kupigwa deki, kila kitu kilikuwa kimeng'ara kama mtu alitumia saa nyingi akitengeneza. Meza ilikuwa safi, vyombo vilipangwa kwa mpangilio, na harufu nzuri ya chakula ilifika mpaka chumbani kwake. "Bibi," Viana alinong'ona, sauti yake ikiwa imechanganyika na mshangao mkubwa. Aliyumba kwa miguu akasogea jikoni. Kwenye jiko chakula kilipikwa tayari, ugali wa moto, maharage yaliyotiwa nazi na chai ya rangi yenye harufu ya tangawizi. Ilionekana wazi kwamba mtu alikuwa amefanya kazi nyingi sana alfajiri ile. Viana alishika kichwa kwa mkono mmoja. Hakukuwa na mtu mwingine wa kufanya hayo yote isipokuwa yeye mwenyewe au bibi yake. Lakini yeye alichelewa kuamka, na bibi yake alikuwa mzee mno kuamka mapema kiasi hicho na kufanya kazi nyingi kama hizo. Bila kupoteza muda, alikimbia hadi chumbani kwa bibi yake akiita kwa sauti ya wasiwasi, "Bibi, bibi." Bi Zaituni aliinua kichwa chake kwa taratibu, macho yake yakiwa na usingizi. "Viana, kuna nini tena mwanangu?" aliuliza kwa sauti ya upole. "Bibi, hivi leo umefanya usafi? Umefagia? Umeandaa chakula?" Viana aliuliza kwa mshangao unaotikisa mwili. Bi Zaituni alicheka kidogo. "Viana, mimi? Hata kusimama siwezi bila bakora yangu. Ningewezaje kufanya hayo yote? Nimeamka sasa hivi tu, hata harufu ya chai ndiyo nimeisikia." Viana alisimama kimya kwa sekunde chache, moyo ukimwenda mbio. "Lakini bibi, kazi zote zimefanyika. Kila kitu kiko tayari," aliongea kwa sauti ya kushangaa. Bi Zaituni alimtazama mjukuu wake kwa muda mrefu, akijaribu kutafakari. "Basi labda ulifanya usiku na ukasahau," alisema, akidhani labda Viana alichoka na kusahau. Lakini Viana alikumbuka wazi, hakufanya chochote jana usiku. Alilala mapema, alipokwenda kitandani alichoka ajabu. Kwa muda fulani, alinyamaza akishangaa kwa kina. Alipoenda mezani kula, kila mara alikodolea macho kila chombo kilichopangwa. Lakini hakukuwa na jibu. Hata hivyo, maajabu hayakuishia hapo. Kesho yake, alipoamka tena alikuta hali ile ile. Nyumba safi kupindukia, chakula tayari mezani, na kila kazi iliyopaswa kufanywa mchana ilishafanyika asubuhi. Hakuna aliyeonekana kufanya kazi hizo, wala hakuisikia sauti yoyote usiku. Ilipofika siku ya 3, tena akakuta mambo yamekwisha kufanyika. Na siku ya 4 na ya 5. Ni wakati huo ndipo alipoanza kutambua kitu cha ajabu. Mabadiliko yote haya yalianza siku ile alipookota lile jiwe zuri kando ya mto. Kabla ya hapo, nyumba ilikuwa ikimtegemea yeye kwa kila kitu. Lakini tangu lile jiwe lifike nyumbani, kazi zote zilikuwa zinafanyika kana kwamba kuna mtu asiyeonekana anafanya. "Haiwezekani," Viana alinong'ona bila kuamini. Mara aliliangalia jiwe lile, mara akalificha, mara akaligeuza mkononi mwake akijaribu kuelewa. Na kadri siku zilivyozidi kusonga, ndivyo alivyokuwa akipata wasiwasi mkubwa. Kulikuwa na kitu kisicho cha kawaida kwenye jiwe hilo, kitu kilichovuka mipaka ya mawazo ya kawaida ya kijijini. Alikuwa amezoea kuona miujiza kwenye hadithi za bibi yake tu, si kwenye maisha halisi. Lakini sasa aliyaishi mwenyewe. Viana alistaajabu sana. Kila siku aliendelea kukaa kimya, akili yake ikijawa na maswali mazito. Nani alikuwa akifanya kazi hizo? Kwa nini? Na kwa nini ilianza siku ile ile alipolipata jiwe? Tangu siku ile ambayo kazi za nyumbani zilianza kufanyika zenyewe, moyo wa Viana haukuwahi kutulia. Kadiri siku zilivyopita, ndivyo wasiwasi ulimzidi. Mara alijiuliza kama pengine kuna roho ya kifamilia inayowasaidia. Mara alidhani kuna mtu anayeingia usiku bila yeye kujua. Lakini kila alivyojaribu kutafuta majibu, ndivyo kitendawili kilivyoongezeka. Hatimaye akaamua kuwa amechoka kuishi gizani. Alitaka majibu ya moja kwa moja. Usiku mmoja, baada ya kumaliza kula na bibi yake, aliingia chumbani kwake akiwa na azimio thabiti. Aliweka lile jiwe pembeni ya kitanda, karibu kabisa na mkono wake. Kisha akalala chali, macho yake alifunga kidogo kupitia kona ndogo ya kope kama mtu aliyelala lakini bado anaangalia. Moyo wake uligonga kwa kasi isiyo ya kawaida. Usiku ulikuwa kimya mno.
Kimya ambacho kawaida kingempa hofu, lakini leo alikuwa tayari kuivunja hofu hiyo kwa gharama yoyote. Hakutaka kulala. Alitaka kumwona anayefanya zile kazi, awe nani awe nini. Dakika zikapita, zikawa saa. Upepo ulivuma nje, ukipiga dirisha kwa sauti ya kuvuma taratibu. Mbwa wa mbali wakabweka. Viana alizidi kuvumilia usingizi ambao ulikuwa unajaribu kumteka. Kabla alfajiri haijaanza kuangaza, tukio lisilo la kawaida lilitokea. Mara ghafla, jiwe lile likaanza kutetemeka kidogo, kama vile kuna kitu ndani yake kinataka kujitoa. Viana aliweza kuliona kutokana na macho yake aliyoyafumbua nusu. Akaongezea kufungua macho taratibu, bila kukisogeza hata kidogo kichwa chake. Jiwe lilinyanyuka polepole juu ya kitanda, taratibu mno kana kwamba lina roho. Kwa sekunde chache, lilikuwa linang'aa kwa mwanga hafifu wa buluu. Viana akahisi ngozi yake ikisisimka. Kisha mwanga ule ukazidi kuongezeka, ukalizunguka jiwe lote kama ukungu mweupe unaosogea. Ndipo mabadiliko yakaanza. Jiwe likaanza kupanuka, likawa umbo la binadamu. Polepole mikono ikaumbika, miguu ikaonekana, sura ikajitokeza taratibu kama mtu anayechorwa mbele ya macho. Hatimaye akasimama kijana mzuri kupita maelezo. Ngozi yake iling'ara kama mwanga wa alfajiri, nywele zake nyeusi, na macho yake yalikuwa na mvuto wa ajabu kiasi kwamba Viana alipata kigugumizi hata bila kuongea. Tabasamu lake lilikuwa tulivu, la kuvutia, na la siri isiyoweza kufafanuliwa. Kijana yule akatazama chumba cha Viana, lakini hakuona kuwa Viana alikuwa ameamka. Kisha akasogea taratibu kuelekea mlangoni na kuufungua bila hata kutoa sauti. Kwa ustadi usio wa kawaida, akatoka chumbani. Viana alishtuka sana. Moyo wake uliruka kama unataka utoke kifuani. Alikaa kimya sekunde kadhaa, akili yake ikiwa imevurugika kiasi kwamba hakujua kama ahofie au ashangae. Lakini hofu ilishinda. Hata hivyo ilikuwa hofu yenye nguvu kuliko kutotaka kujua. Kwa haraka lakini kimya, Viana alifungua mlango wa chumba chake na kutoka nje. Alitembea kwa makini, akifanya kila hatua isitoe sauti. Alikuwa akimfuata kijana yule pasipo yeye kujua. Viana aliendelea kumfuata yule kijana kwa mwendo wa taratibu, macho yake yakishuhudia kila kitu kwa mshangao usio na kifani. Kijana yule alipofika nje kwenye kiwanja cha nyumba, alianza kufanya kazi kama vile alikuwa amezoea miaka mingi, lakini kwa ustadi wa ajabu. Alifagia uwanja kwa mikono yenye nguvu za kimiujiza, akipanga kuni, akifua nguo, na kuosha vyombo vyote vilivyoachwa na Viana jioni. Hakutumia muda mwingi kufanya kazi hizo, kana kwamba kila kitu kilikuwa rahisi mno kwake. Viana alisimama nyuma ya mlango, akimtazama kwa macho makubwa yaliyofunguka kwa mshangao. Kila dakika aliyotumia kuliona tukio hilo, ndivyo alivyozidi kuhisi kuwa ulimwengu haukuwa ule aliouzoea. Mara tu kijana alipomaliza, alisimama na kuangalia anga kama mtu anayesubiri muda maalumu upite. Viana alihisi moyo ukimrukia. Hakutaka aonekane. Kwa haraka na kwa tahadhari, akarudi ndani ya chumba, akakimbia na kujifunika shuka lake kana kwamba alikuwa amelala toka zamani. Mwili wake ulikuwa ukitetemeka, mapigo ya moyo yakimpiga kwa kasi isiyo ya kawaida. Hakuwahi kushuhudia kitu cha kimiujiza kiasi hicho maishani mwake. Alijaribu kufumba macho, lakini picha ya kijana yule aliyefanya kazi ngumu za nyumbani ilibaki kichwani mwake kama alama isiyofutika. Dakika zikawa masaa, na alfajiri ilipokaribia, mlango wa chumba chake ulifunguka kwa utulivu. Viana alifumba macho zaidi, akitaka kuonekana amelala. Kijana yule aliingia kimya kimya. Mwanga hafifu wa alfajiri ulipenya kupitia dirisha, ukimulika umbile lake maridadi kwa sekunde chache kabla halijaanza kubadilika. Kuanzia vidole, mikono hadi uso, mwili wake wote ulianza kurudi katika umbo la jiwe. Mwanga wa buluu ulitambaa juu ya ngozi yake, ukifanya kila kiungo kuwa kigumu na chepesi kama mawe ya mtoni. Hatimaye, alilala pale pale kitandani, akiwa tena ni lile jiwe zuri lililovutia ambalo Viana aliliokota kando ya mto. Hilo lilimchanganya zaidi. Alihisi hofu ikizidi kumzunguka kwa wingu zito. Moyo wake ulipiga kwa kasi, akili yake ikijaa maswali yasiyo na majibu. Huyo ni nani? Kwa nini yumo kwangu? Kwa nini anajificha? Hata hivyo, siku ziliendelea kuenda, na kila siku kijana huyo aliendelea na utaratibu wake ule ule. Usiku anabadilika, anafanya kazi zote, alfajiri anarudi kuwa jiwe.
Kwa kadiri siku zilivyozidi kusonga, hofu ya Viana haikupungua. Badala yake, ilipata nguvu mpya kila alipoamka na kuona kazi zikiwa zimemalizika. Kila aliposhika lile jiwe alihisi joto la ajabu, na kila alipokumbuka sura ya kijana yule mara alipojibadilisha. Siku moja, baada ya siku kadhaa za kutawaliwa na mawazo mazito, Viana alichoka kuishi katika hali ya kutetereka. Alitamani kujua ukweli. Alitaka aelezwe waziwazi bila kuficha sura au miujiza. Alitaka kuelewa yeye ni nani na kwa nini yumo ndani ya maisha yake kisiri siri. Usiku huo, alijilaza kitandani bila kusinzia, akimsubiri kijana yule abadilishe umbo lake kama kawaida. Ulipofika muda ambao miujiza yake hutokea, jiwe lilianza kung'aa na mabadiliko yakaanza kama ilivyokuwa kawaida. Muda mfupi baadaye, kijana yule akasimama mbele yake, akiwa mzuri kupita kawaida, macho yake yakimeremeta kwa mwanga hafifu wa usiku. Safari hii, Viana hakuogopa. Alikusanya ujasiri wote alionao, akasimama kitandani na kusema kwa sauti ya kutetemeka, "Nataka kujua wewe ni nani?" Kijana yule alishtuka. Aligeuka taratibu kumtazama Viana. Kwa mara ya kwanza macho yao yakakutana uso kwa uso, bila vazi la siri, bila Viana kujificha. Tabasamu zito aliachia kijana yule, tabasamu lililojaa upole na hisia nzito ambazo Viana hakuweza kuzitafasiri. Lakini pamoja na tabasamu hilo, kijana hakuwa na ujasiri wa kujibu. Alishusha macho, akavuta pumzi kidogo, uso wake ukionyesha uzito wa jambo alilotaka kusema lakini halikutoka. Viana alihisi moyo wake ukisimama. Alijua jibu anallohitaji lilikuwa karibu sana, lakini liliendelea kubaki chini ya ukimya mzito. Viana alisimama pale pale, macho yake yakiendelea kumtazama kijana yule aliyekuwa akishikilia siri kubwa kuliko alivyowahi kufikiria. Ukimya mzito ulitawala chumba, ukigeuka kuwa mzigo uliowakandamiza wote wawili. Lakini Viana hakukata tamaa. Alikataa kuruhusu kijana yule kuendelea kujificha nyuma ya sura yake ya kimiujiza. "Naomba uniambie," alisema tena, safari hii kwa sauti ya utulivu lakini imara. "Wewe ni nani? Kwa nini uko hapa? Na kwa nini unafanya yote haya kwa ajili yangu?" Kijana yule alifumba macho kwa sekunde mbili, kana kwamba akipambana na maamuzi magumu moyoni. Kisha taratibu akayafungua tena, akimtazama Viana kwa jicho lililojawa na mshangao, upole na hali fulani ya kutegemea huruma. Alionekana kama mtu aliyekuwa ameficha ukweli kwa muda mrefu sana, hadi kuendelea kuuficha kukawa kumemchosha. Mwishowe, sauti yake ilitoka, sauti tulivu, nzuri, laini na yenye matumaini ambayo Viana hakuwahi kuisikia maishani mwake. Mimi naitwa Albert," alisema kwa upole. "Kijana ninayekupenda kwa dhati." Maneno yale yalipenya moja kwa moja moyoni mwa Viana, yakamfanya apumue kwa nguvu kana kwamba alikuwa ameshikilia pumzi yake kwa muda mrefu. Alihisi kitu kizito kikiondoka kifuani mwake. Uso wake ukageuka kuwa wa mshangao, na hisia fulani kali zikamsisimua mwili mzima, mchanganyiko wa hofu, faraja na mshangao. Lakini kabla hata hajatamka neno, Albert aliendelea kuongea kana kwamba alikuwa ameamua kuongea yote. Alimuomba Viana kukaa pembeni ya kitanda. Kisha akaanza kusimulia historia yake, kwa sauti ambayo ilionyesha maumivu na matumaini kwa wakati mmoja. "Miaka mingi iliyopita," alianza, "niliishi kama kijana wa kawaida katika kijiji kilichopo mbali sana na hapa. Nilikuwa mchimba mawe, na siku moja nilipata jiwe lenye thamani ambalo nililitoa katika mwamba wa kale." Alihema kidogo kabla ya kuendelea. "Sikujua kipindi kile, lakini jiwe lile lilikuwa na uchawi. Lilikuwa likitawaliwa na mkosi wa kifamilia ambao ulisema, atakayelitamani kwa ubinafsi atageuka kuwa jiwe lenye uhai usio kamili, na mimi nililitamani." Hapo Albert akashusha macho, kama anayekumbuka jambo lenye maumivu. "Nilipogusa jiwe kwa tamaa, nililaaniwa. Nikawa nafanya kazi za watu usiku pekee, nikitokea tu miaka michache katika maisha ya walio na mioyo safi, lakini nikiwa jiwe mchana kutwa. Niliambiwa kuwa siri hii ikijulikana na mtu zaidi ya mmoja, nitageuka kuwa jiwe milele, ila akijua siri hii binti mwenye moyo safi asiye na tamaa, nitapona." Viana alimwangalia kwa macho yenye huruma. Maelezo hayo hayakuwa rahisi kuamini, lakini upole wa sauti yake, huzuni ya macho yake na roho yake safi iliyokuwa ikionekana bila kuficha hata kidogo, vilimwaminisha. Albert aliinua macho taratibu, akamshika Viana mkono. "Nilikutana na wewe kwa bahati. Uliokota jiwe lile kwa moyo safi. Ulilitunza bila tamaa, bila kiburi, bila kutafuta faida.
na moyo wako ndio ulionivuta kutoka kwenye laana yangu zaidi. Nimekuwa nikikusaidia si kwa sababu ya laana tu, bali kwa sababu nakupenda." Maneno hayo ya mwisho yalifanya Viana kutetemeka. Kwa mara ya kwanza tangu azaliwe, kulikuwa na mtu aliyemwona kwa thamani ya moyo wake, si kwa uso, si kwa uzuri, si kwa muonekano. Kwa mara ya kwanza alihisi kuwa anaonekana kweli kabisa. Kuanzia siku ile walipoongea waziwazi, maisha ya Viana yakageuka. Siri yao ikaendelea kuwa siri. Usiku ukaendelea kuwa muda wao wa kuongea, kucheka na kuishi maisha yanayostahili wapenzi. Katika muda mfupi, Albert alianza kuijenga upya nyumba ya Viana. Kwa siku chache tu, nyumba ya udongo iliyokuwa ikichuja upepo iligeuka kuwa nyumba kubwa ya kisasa, yenye sakafu laini, paa imara na mwanga wa ajabu. Viana na bibi yake wakaanza kuishi maisha ya faraja. Hawakukosa chakula, hawakukosa furaha na hawakukosa matumaini tena. Walikuwa na kila walichohitaji, lakini zaidi ya yote, Viana alikuwa na kitu ambacho hakuwahi kukipata maishani mwake: upendo wa kweli. Baada ya Viana kuanza kuishi maisha ya kifahari na Albert, hali katika familia yake ilianza kubadilika kwa namna ambayo haikutarajiwa na yoyote. Dada zake Jenny na Juliet, waliokuwa wameshafungwa na kuolewa kijijini pale, waliishi maisha magumu. Waume zao walikuwa wakali, hawakuwa na utulivu, na mara nyingi walikosa kujali familia zao. Hali hiyo ya maisha ya shida ilileta wivu mkubwa moyoni mwa Jenny na Juliet, ambao sasa walikuwa wakimwona Viana akipata kila kitu alichohitaji bila hata jitihada nyingi. Waliishia kufikiria kwa dhahiri kuwa maisha hayakuwa ya haki na kwamba Viana aliibuka kuwa na bahati isiyo ya kawaida. Wivu wao haukufichwa. Walipoona Viana akipata kila kitu: nyumba nzuri, chakula cha kila siku, furaha na upendo wa kijana mzuri na tajiri kama Albert, walihisi kuchukia sana. Mara nyingi walimkosoa kwa maneno machungu au kujaribu kumdharau bila mafanikio. Lakini Viana, tofauti na walivyokuwa wakijiuliza, hakuruhusu wivu au kejeli kuwa sehemu ya moyo wake. Badala yake, aliendelea kuwapenda. Mara zote walipohitaji msaada, Viana hakusita kuwasaidia. Alijua wivu wao unatokana na hali ngumu ya maisha na huzuni ya mioyo, si kwa kujaribu kumdhuru. Alipanga chakula cha pamoja, alituma mavazi ya msaada na hata kuwapatia ushauri wa maisha bila kulalamika. Tabia hii ilionyesha kuwa moyo safi na upendo kweli haupingani na upendo kwa wengine, hata kama wanaonekana kuwa wasiojali au wakiwa na wivu. Wajumbe wa kijiji walishangaa kuona Viana akiendelea kuwa mwema licha ya kejeli na dharau ya dada zake. Wengi walikuwa wameshasahau kuwa binti huyo alikuwa na sura isiyokuwa ya kuvutia. Sasa walimwona akiwa na kila kitu kilichoweza kuhitajika maishani, kama mfano wa kweli wa subra, uvumilivu na moyo safi. Viana alikuwa mfano wa kuigwa, na tabia yake ilimfanya aendelee kushikilia heshima na upendo wa kila mtu aliyemzunguka. Muda ukapita, na mwendo wa maisha ukawa wa furaha na utulivu. Kwa hila na hofu zilizopita, sasa kila siku ilijaa tabasamu na shangwe. Viana na Albert walishirikiana kuunda nyumba nzuri na familia yao, kuimarisha uhusiano na kuhakikisha maisha yao hayakuwa ya shida. Hii iliwapa heshima kubwa na amani, si tu wao, bali hata bibi yake Bi Zaituni, ambaye hakuwahi kufurahia maisha ya utulivu kama haya. Hatimaye, muda na wasaa ukawadia. Viana na Albert walifunga pingu za maisha, wakidhihirisha upendo na mshikamano wa milele. Harusi yao ilikuwa ni tukio la shangwe kubwa kijijini, na kila mtu alishuhudia furaha yao. Nyumba ya kisasa, chakula kilichopikwa kwa upendo, na tabasamu la Viana na Albert vilieneza furaha isiyo na kikomo. Kijiji kizima kilisimama kustaajabu. Hawakutegemea kuwa binti mwenye sura isiyokuwa ya kuvutia kama Viana angepata kijana mzuri, tajiri na mwenye upendo wa dhati kama Albert. Hali hii ilifanya watu wa kijiji kushuhudia uzuri wa moyo safi, subra na matumaini yasiyokoma. Wengi walijifunza kuwa uzuri wa kweli hauangaliwi kwa sura tu, bali kwa moyo na tabia. Maisha ya Viana yalijawa na furaha, amani na ustawi. Alikuwa tayari kuwasaidia wengine bila kujali wivu au kejeli zao, akibadilisha mfano wa jinsi upendo na moyo safi unaweza kuleta mafanikio makubwa. Wawili hao walianza kuishi kwa raha mustarehe, wakiacha historia ya kijiji ikishuhudia mwanamke mdogo aliyeanza kwa dhahiri kama hakuwa na nafasi, lakini aliibuka kuwa shujaa wa maisha ya kweli. Katika mwangaza wa jua la asubuhi, Viana alitabasamu, akijua kuwa subira, uvumilivu na moyo safi hauwezi kushindwa.
Kila siku ilikuwa ni kumbukumbu ya safari yake ya ajabu, kutoka dharau na kejeli hadi kuwa binti aliyechaguliwa na bahati na upendo wa kweli na kufurahia maisha yasiyo na kifani. Hivyo, kijiji cha Mikoloshini kilishuhudia hadithi ya ajabu ya Viana na Albert, hadithi ambayo ingelindwa na kumbukumbu ya milele katika mioyo ya kila mmoja aliyeishuhudia. Asante sana, watazamaji wetu wapenzi, kwa kushiriki nasi hadi mwisho wa simulizi hii ya kusisimua. Tumepitia safari ya Viana tukiona jinsi subira, matumaini na moyo safi vinavyoweza kubadilisha maisha, hata pale ambapo dunia inaonekana kuwa na dhuluma na vikwazo. Funzo la simulizi hii ni kwamba uzuri wa kweli hauangaliwi kwa sura tu, bali kwa moyo na tabia ya mtu. Kama ulifurahia simulizi hii, usisahau kulike, kucomment, kushare na kusubscribe kwenye chaneli yetu, ili usikose simulizi nyingine za kuvutia kama hii. Tukutane tena wakati ujao kwa hadithi nyingine ya kusisimua na ya kufundisha. Kila la heri, na kumbuka, subira na moyo safi daima hutoa matunda mema. Kwa heri na wapenda sana.